Abu Bakar alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia ujana wao. Tokea utoto wake, Sayyidina Abu Bakar alikuwa ni mtu mkimya na mkweli. Alikuwa ni mwadilifu sana. Kwa sababu ya tabia hizi za kupigiwa mfano, alikuwa ni rafiki mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tokea ujanani, na urafiki huu ulidumu kwa uhai wao wote. Alikuwa ni mtu baridi na mwenye hisia ya matatizo ya watu wengine. Alikuwa na tabia ya kuwasaidia maskini, mafakiri, wenye matatizo na wanyonge. Hata kabla ya kusilimu kwake, alikuwa hazipendi tabia na desturi za kijahili na hakuwahi kulewa au kutumia mvinyo. Kazi yake ilikuwa ni biashara. Aidha, aliwahi kufuatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya misafara yake ya biashara. Kwa sababu ya ukweli wake na uaminifu wake, watu walimwamini na mara nyingi walikuwa wakimpa fedha zao kama amana awahifadhie, kama ambavyo walivyokuwa wakimpa Mtume. Utukufu na ukweli wake haukuchelewa kumfanya mfanyabiashara tajiri sana. Tabia hizi hatimaye zilikuja kuwa na mchango mkubwa katika Uislamu. Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa ni rafiki wa kweli wa Mtume na alikuwa akimjua zaidi kuliko watu wengine. Utukufu, ukweli na uaminifu wake vilikuwa na mvuto wa aina yake kwa Abu Bakar. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfichulia siri yake kwa njia ya siri kuhusiana na wahi, Sayyidina Abu Bakar alimkubalia pale pale bila ya kuwa na chembe ya shaka. Kwa sababu hii alikuwa ni mtu mzima aliye huru wa kwanza kuukubali na kuuamini utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa mshiriki na mwandani wake. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akizungumzia suala hili alisema, nilipokuwa nikiwalingania watu kumkubali Allah, kila mtu alifikiria mara mbili na alisita japo kwa muda kidogo, isipokuwa mtu mmoja ambaye ni Abu Bakar. Yeye aliukubali wito wangu pale pale nilipomlingania na hakusita hata kwa sekunde moja. Sayyidina Abu Bakar alipoukubali Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi sana.